isifanikiwe mbele yetu, sawa sawa na neno lako la Isaya 54 mstari ule wa 17. Bwana, umesema kila silaha itakayoinuka juu yako itahukumiwa kuwa ni mkosa na haitafanikiwa, na kila ulimi utakaokiri mabaya juu yetu Mungu utahukumu kuwa ni mkosa. Na kwa neno lako la Yeremia 1:18 umesema umetufanya kuwa mji wenye maboma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya watu wa nchi hii. Watapigana na sisi lakini hawatatushinda, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Maadui zetu hawatatushinda, maadui zetu hawatatushinda, maadui zetu hawatatushinda. Mipango yao haitatushinda, hila zao haitatushinda, magonjwa haitatushinda, mateso yao haitatushinda, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana kwa neno lako la Kutoka 1:12 umesema kadri wana wa Israeli walivyoteseka ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea. Mungu, mateso haya yatuimarishe, majaribu tunayopitia kwenye maisha yatuimarishe, changamoto zote ituimarishe, lakini situondoe mbele zako. Mungu uliye hai, kwa jina la Yesu, chuki za watesi wetu ituimarishe. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Mfushe yule mama ambaye ndugu zake hawamuelewi, mfushe yule baba ambaye haeleweki na ndugu zake, mfushe yule kijana ambaye amekata tamaa ya maisha, mfushe yule baba ambaye uchumi wake umeharibika na amekosa matumaini, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yule mama ambaye ameona haponi, mpe neema ya uponyaji juu yake, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu, wadhoofishe watutesao, wape nguvu wale wanaokutegemea na kukuita wewe, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema mpya juu yako na juu ya nyumba yako, neema mpya kwa watoto wako na neema mpya kazini mwako, neema mpya kwenye utumishi wako, neema mpya kwenye ofisi yako, neema mpya kwenye afya yako. Bwana akupe nguvu mpya, akupe upenyo mpya na maono mapya, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kibali mpya hata mbele ya adui zako, maana Bwana amesema kwa neno lake la Mithali 16 mstari wa 7, njia za mtu zikimpendeza Bwana hata adui zake huwapatanisha naye. Bwana akupe upenyo mbele ya wakina Sauli, akupe upenyo mbele ya Waamaleki. Bwana akupe upenyo mbele yao, awashangaza adui zako katika mavazi yenye nguvu, na utukufu mpya iwe mbele yako, katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema yako na asante kwa upako wako ambao umeachilia asubuhi hii mbele yetu, ili tulijifunze neno lako, na wote tuseme amen. Tuseme amen. Tuseme amen. Naomba ukae. Nitaomba nifundishe neno tofauti na la kalenda kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo 13 mstari wa 1 mpaka wa 6. Nilitaka niseme tu maneno machache leo, na tutajifunza somo lenye kichwa kinachosema fahamu chanzo cha wachamungu wengi, au sababu cha wachamungu wengi kuishi maisha magumu kiuchumi. Au kitaka upate zaidi unasema nini chanzo cha wachamungu wengi kuishi maisha magumu kiuchumi. Natamani ufikiri nje na pale ulipokuwa umefikiri mwanzo. Wachamungu wengi au Wakristo wengi wamejitenganisha na vitu vya dunia, wakifikiri ni vitu ambavyo ni anasa au haviruhusu waende mbinguni, na wengi wakawa maskini kwa sababu kila asubuhi na jioni wanafikiri habari ya ujio wa Yesu. Kwa hiyo akiamka anawaza kwenda mbinguni, akilala analala kwenda mbinguni. Kwa hiyo ndoto anazoota usiku na mchana ni za kufa au za kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo atakwambia nimeona Yesu amekuja akinikaribisha mbinguni. Sio kosa kuota ndoto za kwenda mbinguni, lakini usiishi maisha ya kufikiri juu ya kifo tu. Fikiri pia kwamba kuna maisha mengine duniani kabla Yesu hajarudi. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Soma na mimi kitabu cha Mwanzo 13 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo na fedha na kwa dhahabu.
Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Bethel, mahali pale palipokuwa hema yake kwanza kati ya Bethel na Hai. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyoifanya hapo kwanza. Naye Abraham alikaliita jina la Bwana hapo. Na Lutu aliyesafiri pamoja naye na Abraham, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja, kwa maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Mbe mwenzako mkono, mwambie Abraham alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na dhahabu. Lakini Lutu alikuwa na ng'ombe na kondoo na hema. Biblia inasema ile nchi haikuwatosha kwa sababu ya kiwango cha utajiri walichokuwa nacho. Maandiko yanasema Ibrahim alikuwa mcha Mungu, tena alikuwa rafiki na Mungu. Ibrahim alikuwa mcha Mungu, tena alikuwa rafiki na Mungu, lakini hakuwa maskini. Ni kwa nini watu wengi wa kanisa wanaamini juu ya utajiri kichawi, kwamba yeyote anayepambana na maisha hana namna ambavyo anaweza akatoka bila kutumia ushirikina au nguvu za giza? Wakati baba yetu wa imani Ibrahim, maandiko yanasema alikuwa tajiri sana kwa mifugo ikafungwa. Neno mifugo maana yake alikuwa na kondoo na ng'ombe, alikuwa na nguruwe, alikuwa na sungura, alikuwa na kuku, alikuwa na bata, alikuwa na kila aina ya mifugo. Jambo la pili inasema alikuwa na hela sana, lakini alikuwa na dhahabu nyingi sana. Na maandiko yanasema pamoja na maisha aliyokuwa nayo ya utajiri wake, akamjengea Bwana madhabahu Bethel. Alipofika hapo akaita jina la Bwana pamoja na mali yake. Yeye alikuwa na vitu vingapi muhimu? Viwili. Jambo la kwanza, alikuwa na Mungu, lakini jambo la pili, alikuwa na mali. Na maandiko yanasema sisi ni uzao wa Ibrahimu. Tukijibariki tunasema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ndiye Mungu wetu tunayemwabudu. Baba yetu alikuwa tajiri sana, alikuwa salama kiroho, lakini pia kiuchumi alikuwa salama. Nini chanzo cha Wakristo wengi kuishi maisha maskini? Muulize mwenzako, nini chanzo cha Wakristo wengi kuishi maisha maskini? Si rahisi ujue hili swali linakusaidiaje kwenye maisha yako. Lakini angalia Wakristo wengi wakimiliki milioni 50 kwenye account, wanalitesa mpaka kanisa. Unajua ni kwa nini watu wachache wakipata uchumi kanisani wanakuwa mateso kwa wengine? Ni kwa sababu watategemewa sana na watu wengi, na wao wataona bila wao kanisa halipo. Na kosa hili limetokea kwa sababu ya watumishi wengi wa Mungu kufikiri wakiwaongoza watu maskini itakuwa rahisi kuwatawala kwa urahisi na kuahidi baraka za maombi. Lakini maandiko yanasema Abraham yeye alikuwa tajiri kiroho na alikuwa tajiri kiuchumi. Hakuna alichohitaji akakikosa. Maandiko yanasema alikuwa na mali kiasi ambaye kwenye nchi utajiri wao tu wao na Isaka na Lutu ilikosa nafasi. Kwenye takwimu ya nchi kwa miaka michache iliyopita kurudi nyuma tangu mwaka jana, katika matajiri 11 wa Tanzania
ni mmoja tu alikuwa na jina la Ukristo, kwa sababu Wakristo wengi wameridhishwa imani vibaya. Sababu ya kwanza, Wakristo wengi wameridhishwa imani vibaya. Kwa nini? Wengi waliandaliwa kwenda mbinguni, hawakuandaliwa kumiliki na kutawala malango ya adui zao. Wengi waliandaliwa kwenda mbinguni. Injili 80 mpaka 85 ya injili iliyokuwa inahubiriwa ilikuwa ni injili ya kuokoka na kumsubiri Yesu aje tuende mbinguni. Kwa hiyo watu wamepokea imani, wakaokoka, wakaingia kwenye mkesha wa kukesha siku zote, wanamsubiri Yesu aje waende mbinguni. Hawana maisha mengine duniani. Mhubiri akihubiri anakuhubiria injili ya vitisho kwamba usipookoka Yesu anarudi leo. Sasa Yesu anarudi leo sawa, lakini Yesu anaweza akakuokoa leo akakupa miaka 20. Utakula nini usipoenda kulima kwa sababu Yesu anarudi? Utalipaje ada ya watoto kama umeokoka huko kwenye maombi kila siku unamsubiri Yesu aje uende mbinguni? Utapataje matibabu hospitalini kama umeokoka unamsubiri Yesu aje uende mbinguni? Lazima ufikiri upande wa pili. Waraka wa 3 wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 1 na wa 2. Mtumishi wa Mungu Yohana alipomtazama Gayo akiwa kwenye kisiwa cha Patmo, Mungu akampa ufunuo juu ya maisha ya Gayo. Yohana akamwambia Gayo, nimekuangalia kwa masuala ya rohoni, 100% hauna shida, lakini nilipoicheki afya yako naona kuna mapungufu kiafya. Nilipotazama tatizo la afya yako kupata shida, ninaona uchumi wako hauko sawasawa. Kwa hiyo ninamwomba Mungu yule ambaye aliokoa roho yako aokoe na uchumi wako, aokoe na afya yako. Kwa nini Yohana anamwambia Gayo juu ya maisha yake? Ni hatari sana kuwaandaa Wakristo juu ya ujio wa kurudi kwa Yesu kiroho, tukasahau kwamba kuna mbingu ya kwanza wanapaswa kuifaidi duniani. Na maandiko yanasema sisi ni uzao mteule, watu wa milki ya Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Maana yake kama sisi ni wana wa Mungu, tunapaswa kurithi baraka za Mungu na kushiriki sehemu ya baraka za kifalme. Zaburi ya 24 mstari wa 1, Biblia inasema vitu vyote vijazavyo dunia ni mali ya nani? Ya Bwana, pamoja na wote wakao wapi? Ndani yake. Ikiwa vitu vyote ni mali ya baba yetu, kwa nini tunaishi maisha magumu na baba yetu ni tajiri? Muulize mwenzako, mwambie, kwa nini unaishi maisha magumu na baba yako ana uwezo? Haujawahi kujiuliza ukiwa na maisha magumu na watu wanafahamu uwezo wa baba yako, watu watamfikiria baba yako vibaya? Ukisoma kitabu cha Mhubiri 9:15-16 anasema palitokea shida kwenye kijiji fulani, wafalme wenye nguvu wakashindwa kushauri, lakini pakawepo na kijana mmoja maskini mwenye hekima, akatoa ushauri, kijiji kile kikapona. Lakini pamoja na kwamba kijiji kipakapona, lakini Biblia inasema pamoja na hekima aliyokuwa nayo, heshima ya maskini haisikilizwi. Haijalishi una heshima kiasi gani kwenye jamii, haujalishi una akili kiwango gani, sauti ya maskini haisikilizwi. Ndio maana ukienda kwenye familia ambayo wasichana wana uchumi kuliko watoto wa kiume, haijalishi umezaliwa mwaka gani, atasikilizwa msichana yule mwenye uchumi kuliko wewe wa kiume. Kinachosikilizwa sio kuzaliwa, ni uwezo wa maamuzi kiuchumi. Shetani anajua hawezi kukuzuia kanisani usipige mapambio, hawezi kukuzuia kanisani usifaje Yesu. Anachojua akikupiga anakumaliza anapokufanya kuwa zezeta wa uchumi. Mtu ambaye hana uhakika wa maamuzi juu ya maisha yake
hawezi pia kuwa na maamuzi ya maisha ya watu wengine. Na adui anajua akikupiga kwenye uchumi amekunyang'anya na wokovu wako, akikupiga kwenye uchumi amekunyang'anya na amani yako, kwa maana mtu mwenye njaa hana maamuzi. Kanisa, Bwana atusaidie. Wangapi wananielewa? Natamani unielewe. Ukisoma kitabu cha Mhubiri 10:7, Biblia inasema, nimeona watumwa wakipanda farasi kama wafalme, nikaona wafalme wakitembea na miguu kama watumwa. Naomba nirudie. Nimeona watumwa wakipanda farasi kama wafalme, nikaona wafalme wakitembea na miguu kama watumwa. Kuna maisha unayaishi ambayo sio maisha ya wana wa Mungu, ni maisha ya watumwa. Na kuna watumwa wanaishi maisha yako kwa sababu shida yako moja, umeshikilia upande mmoja ukaacha upande wa pili. Kuna watu wenye maamuzi kwenye nchi, lakini wasingepaswa kuwa na maamuzi kwenye nchi. Kama wana wa Mungu wangekuwa sawa kushika pande zote mbili. Tatizo la Wakristo wengi, wamejiaminisha juu ya kwenda mbinguni, wakaacha uchumi ikitekwa na watu wengine, wakaacha maisha wakimiliki watu wengine. Na ndiyo maana ikafika sehemu mwenye uchumi anaweza akaamua jambo lolote. Asipozalisha bidhaa kwenye nchi inakuwa maskini. Haijalishi ana elimu, lakini anamiliki uchumi. Hata wasomi wanamtafuta wampigie saluti. Kwa nini? Uchumi wake inampa kibali. Natamani Bwana ambaye ameokoa roho yako aokoe uchumi wako ili akuheshimishe katikati ya jamii inayokuzunguka. Kanisa, Bwana asifiwe. Tatizo ulilonalo wewe, kazi yako kila siku unafikiri juu ya kwenda mbinguni, lakini haufikiri kabla ya Yesu kuja utakula nini. Kitabu cha Isaya 1:19 inasema, mkikubali na kutii mtakula mema, sio mema ya mbinguni. Kabla hapijaondoka kuna maisha. Kusema si mwenzako kidogo, mwambie kabla hujaondoka kuna maisha. Na hii ni uongo, kujidanganya kwamba unaweza ukaishi kwa maombi tu. Ile enzi ya wakina Elia ilishapita, ambao waliishi madhabahuni usiku na mchana, na kunguru waliwalisha kwa njia nyingine. Tena wakati ule usisahau, kwenye taifa zima wanaweza wakawepo manabii 11 tu, na mitume hawakuwepo, wainjilisti hawakuwepo, wachungaji hawakuwepo, waalimu hawakuwepo. Walikuwa manabii 11 tu kwenye taifa zima. Leo kila nyumba ina kuhani ndani, alafu unakaa kwenye maombi unaomba Yesu akupe mkate. Usemezako mwambie ni matumizi mabaya ya akili. Hauwezi ukakaa kuomba bila kutenda. Maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yakobo 2:19, imani pasipokuwa na matendo imekufa. Ukiomba ubarikiwe, nenda shambani ili Bwana akukute shambani unalima. Ukiomba ubarikiwe, nenda ofisini ili Bwana akukute ofisini unafanya kazi. Ukiomba uponywe, nenda hospitalini ili Bwana akukute hospitalini daktari akikushika akuhudumie. Hauwezi ukaomba ukalala alafu ukasema Yesu atafanya. Yesu anafanya pale penye juhudi. Yesu anafanya pale penye nia. Unapokuwa na nia ya kutoka ni rahisi Yesu kukutoa, lakini hauwezi ukatoka kwa kuomba bila matendo. Ifike wakati tubadilike kanisa, tuombe lakini tutende ili Yesu ajitukuze. Kanisa, Bwana asifiwe. Ifike wakati tubadilishe mtazamo. Na hii utagundua ugomvi ulionao na matajiri kwenye eneo lako ni kwa sababu watu wanaenda kwao hawaji kwako. Mwambie mwenzako utaendelea kuumia sana. Hakuna mtu anayekutafuta kama una kitu cha kumpa. Hata ndugu zako wenyewe hawakutaki. Hasa kama nyumbani kwenu wenyewe hutakiwi, nani hakutaki? Unalalamika umetengwa, haujatengwa. Kinachotafutwa kwenye mti ni matunda. Hii hamtaipenda, lakini ndio itawasaidia. Hakuna mtu anayetafuta mti usiokuwa na matunda. Ndugu zako ili wakupende wapate matunda. Yesu mwenyewe alienda kwenye mtini akatafuta matunda, alipokosa aliulaani akaondoka. Mtini uliukauka. Mguse mwenzako mwambie kuna matunda
ambaye ndugu zako wakisogelea watakula? Una matunda ambaye watumishi wako wakiwa karibu watakula? Bila matunda hakuna mtu anayekutafuta. Kinachotafutwa ni matunda. Uwe na matunda, uwe mti wenye matunda. Nje na matunda hata watoto hawakutaki. Kanisa, Bwana asifiwe. Luka 19 mstari wa 1 hadi wa 10. Yesu alipita Yeriko. Alipopita Yeriko, jamaa mmoja mtoza ushuru, mtu wa TRA, akapata habari za Yesu kwamba anapita Yeriko. Na Biblia inasema alikuwa mfupi sana wa kimo, anaitwa Zakayo. Akafikiri nitamuonaje Yesu. Hakuwa anataka kuokoka amuone ni mtu wa namna gani, Yesu amefananaje. Akapanda juu ya mti, Yesu akapita. Alipotazama mtini juu ya mkuu, Yesu akamuona Zakayo, akamwambia Zakayo, shuka, imenipasa leo kushinda nyumbani kwako. Akashuka, wakaenda naye. Saa ya chakula cha jioni, Yesu anakula. Jamaa akatubu dhambi kwenye chakula, lakini sio mlokole, ni mtenda dhambi. Dunia inamfahamu, alikuwa mla rushwa, lakini alimwalika Yesu chakula cha jioni. Hebu jiulize, mbona hatuambiwi alipita kwa mtu mlokola akala chakula cha mchana? Kama Yesu aliwatafuta tu walokole, mbona alikula kwa Zakayo? Hakuna watu wachoyo duniani kama watu wa imani. Watakupa chakula kwa mafunuo. Kama Mungu hajawapa mafunuo, hawakualiki kwao. Na wao wanapitwa na baraka nyingi kwa sababu wanatembea na mafunuo. Lakini Zakayo alimpokea Yesu akiwa juu ya mtini, mtu mwenye dhambi. Aliokokea wapi? Kwenye chakula cha jioni. Hivi Yesu asingekula chakula cha jioni, Zakayo angeokoka wapi? Mguse mwenzako, mwambie wape watu chakula upate pa kutokea. Sio watu unawakuta wanakula unalalamika. Wape watu chakula, kwa sababu kuna kiwango cha maisha uendi mpaka watu wamegusa vitu ulivyo navyo. Kamuulize Ibrahim kwenye kitabu cha Mwanzo 18, kwa kuwa alikuwa mtu tajiri, aliwakaribisha watu, wakala ndama, wakanywa uji, wakanawa miguu nyumbani kwake, wakapumzika. Maandiko yanasema walipokwisha kushiba, kwa sababu alikuwa mtu tajiri mwenye uwezo, walipokwisha kushiba hawajafanya maombi, wakatoa unabii. Kwa wakati kama huu maisha yako yatabadilishwa. Si kila kitu ni ya kuombea, vingine vinahitaji akili. Walipokula wakamwambia, yuko wapi Sara mkeo? Hivi unafikiri Ibrahim angekuwa maskini angewakaribishaje wageni nyumbani kwake? Nani wakaribisha uchukua aibu? Lakini alikuwa kwenye zizi la ng'ombe, ana ng'ombe, akajua atachinjwa ng'ombe mmoja. Akapiga mahesabu akasema, nyumbani mama ana unga wa ulezi, watakunywa uji, kuna siagi kwenye ndoo, wataletewa. Akapiga mahesabu anasema, walipokwisha kula wakanawa miguu. Wakati wanakula wakapata mafunuo. Duka lako haliendi vizuri. Tangu leo majira kama haya duka lako litabadilika. Hawakupata mafunuo kwenye maombi, walipata mafunuo kwenye chakula. Sasa wewe unaambiwa ukafanya kazi, unalalamika kanisa haliendi kiroho. Hakuna kiroho bila uchumi. Uokoka kiroho, uokoka kiuchumi pia. Kanisa, Bwana asifiwe. Huwezi ukawa salama wakati wenye kumiliki uchumi. Waulize kwaya, 80% ya wafadhili wengi wa kwaya huwa hawajaokoka. Lakini wanaofanya kwaya ziishi ni watu wenye baa, waliokuwa wanaenda kwa waganga wa kienyeji na kuuza madini Tanzanite. Vyombo vingi tunavyotumia makanisani haijanunuliwaga na walokole. Na hata hii unafahamu wewe mwenyewe. Lakini kwa nini? Kwa sababu wao wana akili, wanafikiri zaidi ya wale wanaofikiri upande mmoja tu. Sasa muulize mwenzako, Yesu alikula kwa Ibrahim, alikuwa tajiri. Amekula kwa Zakayo, alikuwa tajiri. Hivi unataka kuniambia hawakuwepo maskini wakati huo? Kwa nini habari zao basi hazijaandikwa kama alikula kwao? Lazima ufikiri.
Na wapeleka sehemu nyingine kwenye Luka 7:47. Mtu mmoja alikuwa mfarisayo mwanasheria anaitwa Simoni, akamwalika Yesu chakula cha mchana. Hivi Yesu hajaenda kwa sababu ni mfarisayo? Hajaenda? Ajala? Yule dada kahaba alimtokea wapi Yesu? Yesu alialikwa chakula cha mchana. Wakati anakula, akatokea kahaba mmoja maarufu mjini na chupa ya mafuta, akaanza kumbusu Yesu miguu, akashusha nywele za kichwa chake na kuanza kumpanguza miguu kwa yule mfarisayo. Hivi unafikiri kama mji wote ungekuwa maskini, yule dada kahaba angemkuta Yesu wapi? Angepata wapi nchini? Wewe unapomchukia tajiri kwenye eneo lako unajichukia. Usiwachukie waliofanikiwa, waombee waendelee kuwepo, ili kadri wanavyowaalika watu na wewe jina lako litajwe katikati ya watu wanaoalikwa. Yule dada alipofika kwa Yesu akaanguka miguuni pake. Unafikiri kama Yesu asingealikwa na Simoni, yule dada angeokokea wapi? Yesu kuna saa hahitaji maombi nyumbani kwako, kuna saa hahitaji chakula nyumbani kwako. Mwambie basi mwenzako polepole, kuna saa Yesu hahitaji maombi nyumbani kwako, kuna saa anahitaji chakula nyumbani kwako. Kuna saa ya maombi. Ndio maana maandiko yanasema kila jambo fanyeni kwa kiasi. Usifanye jambo moja ukaliishia huko. Omba lakini fanya kazi. Omba lakini tafuta uchumi. Injili ya wakati huu ni injili ngumu sana, kwa sababu uchumi inahitaji ibebe kila kitu. Uwezi ukawa mwanasiasa mzuri wakati una uchumi mzuri. Uwezi ukawa mhubiri mzuri kama una uchumi mzuri. Uwezi ukaishi vizuri kama una uchumi mzuri. Mungu anatakiwa aingilie kati mambo yako. Na ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo 6:33 anasema, utafuteni kwanza ufalme wa nini, na hayo mengine Mungu atafanya nini? Mungu anafahamu kuna mengine. Tukishampata Yesu tutafute na hayo mengine. Kanisa, Bwana asifiwe. Sio kwamba tutazidishiwa, kwamba tutaletewa. Hapana, kwamba kila tutakachofanya kwa sababu tuko na Mungu, kazi zetu zitabarikiwa, watoto wetu watasomeshwa na Mungu, ada ya watoto italipwa. Hivi leo wewe pamoja na maombi yako, pamoja na kuvaa vizuri suti kanisani, unajisikiaje anaporudishwa mtoto wako ada shuleni, alafu mtoto wa yule mama unayesema ni mchawi yuko darasani anasoma hajarudishwa ada? Mungu yupi anaheshima? Wewe ukiomba unasema tu mama fulani ni mchawi, ni mchawi, ni mchawi, na ngoa mapando ya uchawi. Sawa, lakini mtoto wake yuko wapi? Anasoma. Wewe na mapambio yako kanisani, mtoto wako yuko barabarani anatembea. Mungu wa yupi ni mshindi? Mungu wa yupi ana heshima? Ikiwa mchawi mtoto wake yuko darasani anasoma, na mcha Mungu mtoto wake amerudishwa ameshindwa kulipa ada, ni nani anamwaibisha Mungu wake? Alafu unafikiri kwamba inatosha tu, haina shida, watasoma tu kwa jina la Bwana, Mungu atafanya njia pasipo na njia. Sawa, atafanya njia, lakini una mkakati uliojiwekea kukutoa kwenye lile shimo. Kwa maana wana wa Israeli walipokuwa wanataka kutoka kwenye lile bonde, waliomba Mungu awape muujiza, lakini walikuwa na imani juu ya mtumishi wao Musa, na katikati yao Musa akawa na fimbo. Mungu akamwambia Musa, nyoosha fimbo juu ya bahari ya Shamu. Akanyoosha fimbo. Hebu mbe mwenzako haimwambie, unayo fimbo? Unataka Mungu akutoe kwenye umaskini, una fimbo? Kuna dharau zingine zinakuja sio kwa sababu hufai kuheshimiwa, kuna kiwango cha utumishi hujafikia. Na Biblia inasema mtu akinitumikia na anifuate, mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Kama hautumiki kanisani, nani atakuheshimu? Hutumiki nyumbani kwenu, nani atakuheshimu? Mbona Yesu alikumbuka sadaka ya yule kahaba akasema, na kila patakapohubiriwa nchini habari ya mwanamke huyu kahaba itatajwa? Sijui kama unanielewa ninachosema. Hawakuwepo walokole, mbona habari zao haijasemekana itatajwa? Lakini Yesu akasema, mwanamke huyu aliyeniweka tayari kwa maziko yangu, huyu pamoja na ukahaba wake, lakini kila injili patakapohubiriwa jina lake litatajwa. Hatumtaji leo habari ya yule kahaba? Mbona hatutaji habari ya wale walokole waliokuwepo enzi hiyo? Na kuniambia kwamba waliokuwepo tu wakati walikuwa ni Petro, nani wale wanafunzi, walikuwepo walokole wengi, lakini historia yao ilifutika
kwa sababu hawakuweka alama duniani. Yule mwanamke alimgusa Yesu miguu, akampanguza kwa nywele za kichwa chake, lakini akaleta sadaka ya ukahaba akapaka nayo Yesu miguu. Yesu alipotazama moyo akasema, na kila patakapohubiriwa nchini habari ya mwanamke huyo itatajwa. Nataka nikuhakikishie asubuhi ya leo, wanakudharau leo, lakini utakapokutana na Yesu, historia yako itakapobadilika, ijayo miaka 1000 mbele yako, historia yako itatamkwa, uzao wako itatamkwa, jina lako litatamkwa, ofisi yako itakumbukwa. Na Mungu akishakutana na wewe, haijalishi walikudharau miaka ya nyuma, Mungu atakuheshimisha katikati yao. Kanisa, Bwana asifiwe. Lakini heshima ina gharama. Watu wengi wanataka waheshimiwe, lakini hawataki gharama. Kuna vitu lazima ukatae ili uvipate vingine. Kataa aibu kwa nguvu. Mwisho basi mwenzako mwambie, kataa aibu kwa nguvu. Nilizungumza na watu wa Sekei nikawapa mfano huu. Wewe unalalamika hakuna ajira, ni sawa. Tatizo lako, najua hakuna watu wanaofeli maisha kama wasomi. Wao wamejifungia kwenye karatasi ile ile aliyosomea, amejifungia hapa, amekaa. Lakini mtu mmoja akaniambia, ukitaka kwenda mbali, jifunze kufikiri nje ya boksi. Fanya kazi tofauti na ile uliosomea wakati mwingine. Sasa unaweza ukawa umesomea alafu isiwe na ajira, mlango wake ukawa mdogo. Subutu nje na kile ulichosomea. Ukiishi kuwa mwinjilisti kanisani, wainjilisti wanaongezeka kila siku. Unatakiwa uwe na kitu cha ziada. Ukinikuta sana nafanya udalali mjini, uweze ukasema mimi ni mwinjilisti. Kuna saa ya uchumi, sio saa ya maombi. Na kuna tatizo kubwa kama kufikiri tu ya uinjilisti. Kesho ukikataliwa unajiua. Unatakiwa ufike sehemu wakisema hawakutaki usijiue. Yesu aliwatahadharisha wanafunzi wake juu ya miji ya makimbilio. Mwisho mwenzako mwambie hivi, ukifukuzwa kazi miaka ijayo utaishi? Unajua Mungu anajua tuna maadui. Mungu anajua eti ofisini kuna watu hawakupendi, wanataka tu hata ungekufa. Anajua. Na sio serikalini, hata kanisani wao. Kuna watu hawakupendi tu, hawataki tu kukuona. Sasa ukikaa kama vile uko mbinguni, bado uko duniani, una maadui 1000 mara 1000 wanaokusunguka usiku na mchana. Na Mungu anajua. Na ndio maana kwenye kitabu cha Mwanzo 2:7 hadi 14, alitokeza mtu mmoja ukagawanyika kuwa vichwa vinne, ili imwagilie ile bustani maji, ili wana wa Israeli watakapokuwa wakiishi kwenye bustani wasife na njaa. Akawapa milango minne ili maadui. Unamsikia mtu mwingine anasema, najua nimesema. Sawa, umesema, lakini tunataka matendo yaseme zaidi kuliko maneno. Ofisi yako ulionayo unaiheshimu? Sasa unajua wewe unalalamika Mungu hakuoni, lakini ofisini kwako unaenda unavyotaka wewe. Muda wako wa kazi hauko ofisini. Wewe ni mwalimu mkuu shuleni, unachelewa mpaka walimu wako wamekudharau. Halafu unasema, najua Mungu umenipa hii nafasi utanitetea. Hakutetei. Badilisha mwelekeo wako. Rudi kwenye nafasi. Iheshimishe kiti kwa kuitumikia mwenyewe. Wahi saa 12 kabla walimu wako hawajaja ili uweze kuwakagua. Hauwezi ukawakagua wakati wewe mwenyewe umechelewa. Lazima uitumikie nafasi. Ni biashara ya machungwa unauza, fungua kibanda mapema. Sio unaenda kufungua saa 7 wakati saa ya chakula cha mchana imepita. Wahi kwenye ofisi yako. Alafu Bwana akishuka akubarikie kama Ibrahim. Akuzidishe kaskazini, akuzidishe kusini, akuzidishe mashariki, akuzidishe magharibi. Lakini lazima utumikie. Ni Yesu amesema, ni maandiko. Yohana 12:26, mtu akinitumikia, tumika kwanza. Unauza kahawa, wewe unakuja kupika kahawa saa 8 mchana. Nani anywe kahawa na joto? Kahawa inanyweka wakati wa baridi saa 12 au saa 9 ya asubuhi, inaitwaje, alasiri au alfajiri. Lakini ile nyingine ya jioni saa 12, saa ya watu wametoka kazini, wanaikuwa kwenye mapumziko, wanakunywa kahawa. Wewe unapiga saa 8. Halafu unamlaumu Yesu wateja hawapo. Tunatamani unapofuka, wakati tunajenga magorofa ya taasisi na nyumbani kwetu tuwaze kujenga
Sio tujenge tuko uhamishoni kwenye nyumba za kupanga. Tunajenga tu. Hili ni kanisa letu, tunajenga tu. Kanisa litakusahau siku moja, lakini Yesu na watoto wako hawatakusahau. Kwa hiyo natakiwa unapojenga kanisa, jenga na nyumbani kwako. Unapojenga taasisi ile ambayo umeajiriwa, kumbuka nyumbani kwako. Hata maana kuna siku utachukiwa na ile ofisi watakuondoa, lakini heshima yako na Yesu wako haitaondoka. Heshima yako na watoto wako haitaondoka. Usijali taasisi kuliko maisha, ukasahau maisha yako ya siku zijazo. Kumbuka taasisi, kumbuka watoto wako. Kumbuka taasisi, kumbuka nyumbani kwako. Kumbuka ada ya watoto. Heshima unayopata leo ukiwa ofisini, siku ukistaafu utaiona. Mwenzako mwambie, heshima ulionayo leo kesho hautakuwa nayo. Watu wanakupenda leo kwa sababu unaweza ukahesabu mahesabu ofisini. Siku macho yakipofuka utaenda kwenu mwenyewe. Jambo la mwisho, usikubali kuridhika. Barikiwe sana. Usikubali kuridhika na maisha ulionayo. Mguse basi mwenzako mwambie, usikubali kuridhika na maisha ulionayo. Uwe na wivu wa kimaendeleo. Sio ile ambayo ukimwona mwenzako amepata unasema kwa nini yeye? Mbariki Mungu kwa ajili ya mwenzako aliyefanikiwa. Alafu mwambie Mungu, na mimi natamani niwe kama fulani. Hivi kwenye eneo lako kuna watu wanatamani kuwa kama wewe? Hivi watoto wako wanatamani siku zijazo wawe kama wewe? Kuna maisha unayaishi ambayo sio maisha yako. Yesu aingilie kati mambo yako, abadilishe historia yako. Yesu aingilie kati biashara yako, abadilishe historia ya biashara yako. Yesu aingilie kati afya yako, abadilishe historia ya afya yako. Yesu aingilie kati maisha yako. Biashara yako ifanikiwe kiasi ambaye maadui zako watakutazama wanajiuliza nini kimetokea. Barikiwe sana. Ifike sehemu ubarikiwe mpaka maadui zako wakuchukie. Najua kuna baraka unabarikiwa, wakikaa kwenye vikao wanakusema. Hiyo ni baraka ya heshima. Mguse mwenzako mwambie, hiyo ni baraka ya heshima. Yaani ufuke viwango ambavyo waliowategemea wakupende watakuchukia. Hiyo ni baraka ya heshima. Ifike sehemu wakikaa lazima jina lako wataje fulani siku hizi. Sio kwa sababu wanakuchukia. Kuna kiwango cha baraka umebarikiwa ambacho kinawasumbua, hawajui umepataje. Na Mungu akubariki. Na Mungu akustawishe. Na Mungu akuinue. Na Mungu akuheshimishe. Na kila utakachokifanya kikafanikiwe. Na kwa wale vijana wadogo kama Baraka, unaweza ukaanza maisha na 100,000 na ukaenda mbele. Mtaji wangu wa kwanza ilikuwa shilingi 350. 350. Unauza Marlboro asubuhi. Ukianza Marlboro saa 2 sokoni, ukifika saa 10 wewe una uhakika umesharudisha hela, kwa sababu inawezekana ukaanza bila mtaji lakini una akili na uaminifu. Kinachowaua watu wengi ni uaminifu. Tulikuwa tunachukua Marlboro kwa bwana mmoja anaitwa Mchaga. Yeye anachukua Marlboro Dar es Salaam na kuja kuziuza Arusha. Tunachukua tunasambaza. Faida ni 150. Ukimaliza na nia ya kwanza una 150. Ukimaliza ya pili una 150. Ukimaliza ya tatu una 150. Kwa hiyo kazi yako ni kukimbiza Marlboro mjini ili utoboe maisha. Na bahati nzuri tu wakati ule chakula ukila wali wa 100 wa maharage maisha yanaenda. Sasa hivi hamna. Lakini nikagundua hata wafanyabiashara wa madini mjini hawana hela, ila wana kitu kimoja kinachoitwa uaminifu. Anachukua madini ya watu anaenda kuuza. Akiuza cha juu, yule mwenye madini hangaiki na cha juu, anahangaika na kile walichopatana. Hebu angalia mwenzako usoni, mwambie una uaminifu. Umepoteza uaminifu. Lakini ungekuwa mwaminifu, unaweza ukafanya maisha na yakaenda. Kwa mfano, 100,000 ukaamua kwenda soko. Leo kuna soko la Jumapili la Ngaramtoni. Ukanunua kuku 10 kwa 10,010. Ukaja mjini hotelini kuku wa kuchoma ni shilingi 18,000. Wewe ukauza shilingi 13,000 wakiwa hai. Una 30,000 kwa soko moja. Ile 10,000 tuseme ndio Ngaramtoni ukienda mpaka hapa ni shilingi 400. Umetumia 800 tu. Wewe tuseme hata 10,000 umetumia pamoja na chakula na kila kitu na marafiki zako.
Imebaki shilingi 1000 ngapi? Weka akiba. Jumatatu kuna soko lingine umenunua kuku 10. Una 20 tena. Jumanne kuna soko la Mirongo una 20 tena. Jumatano kuna Kisongo una 20 tena. Alhamisi kuna Ngaramtoni una 20 tena. Ijumaa kuna Mbauda una 20 tena. Jumamosi kuna soko la Oronyo Sambu una 20 tena. Hivi kwa siku 7 umeingiza 140,000. 140,000 mara 2 ni shilingi 280,000. Mara 4 kwa mwezi 560,000. Kutoka jumlisha 100,000 na 560,000. Ni 600,000 na ngapi? Hivi unajua kuna mtu mwenye degree alipi 500,000? Lakini 100,000 yako moja tumekuingizia 560,000 kwa mwezi. Tatizo ni kwamba kwa sababu umesoma unataka na wewe ukutwe ofisini. Ofisini sio kwenye jengo. Ofisini ni kwenye lango linalokuingizia kipato. Hata kuwa barabarani ni ofisi. Ofisi ya mwinjilisi Baraka haiko Kiranyi. Nikikutana na mtu nikamtandika maombi njiani akanipa 5,000, nilikuwa ofisini kwangu. Nimekutana na mtu aliyekata tamaa nikamwambia Yesu yupo, niko ofisini kwangu. Hata nisipokuwepo ofisini Lutheran hapa, lakini njiani ofisi ya mwinjilisi natembea nayo. Neno la baraka nikitamka linafanya kazi hata njiani. Nikipita hospitalini nina neno, natamka neno kwa wagonjwa wananikumbuka. Nikipita kwa wafanyabiashara natamka neno. Ofisi yangu natembea nayo. Na wewe ofisi yako iko kwako. Tatizo hujatambua ulicho nacho. Asubuhi ya leo Bwana akutokee, akupe maono mapya juu ya maisha yako, akupe maono mapya juu ya watoto wako, akupe maono mapya juu ya biashara yako. Usikae ukasema nina vyeti. Vyeti sio kusaidia, haina maana. Weka vyeti kwenye kabati, tembea na akili uliopewa na Mungu. Ukiona vyeti imekwama, tumia akili ya kuzaliwa, maisha yataenda tu. Kanisa, Bwana asifiwe. Mgushe mwenzako mwambie usikae kama gogo. Unaye akili umepewa na Mungu. Unalalamika, naomba nikwambie 560,000 una kodi. Ulipi kodi mwisho wa mwezi. Barikiwe sana. Hauna kodi. Kodi umeshalipa kwa konda. Kodi uni nyumba ni wewe. Huna kodi. Umeingiza 560,000. Ukiamua kuwa na 200,000 ukaongeza 200,000 kwenye hiyo mtaji, baada ya mwezi unaingiza 1,080,000. Milioni. Kuna mtu mwenye masters haoni. Wewe unalalamika tu hakuna biashara, hakuna ajira. Ajira haipo serikalini. Ajira haiko kanisani, lakini ajira iko kwenye ubongo ulio nao. Yesu amekupa ajira. Shida yako unataka kutumia akili ili usichoke. Chosha akili yako leo ili uokoe uzee wako kesho. Kanisa, Bwana asifiwe. Barikiwe sana. Mnaelewa? Lakini namalizia hapo eti. Kusema mwenzako mwambie usikae kama gogo. Halafu nalalamika mwinjisi hajanisalimia. Hakuna mtu anakusalimia. Mimi nina njaa nakimbia kutafuta chakula unaniambia nikusalimie. Kuna saa mwinjilisi naye anahisi njaa anatafuta chakula. Unakutana na mchungaji naye ana njaa anatafuta chakula. Ndio maana kuna saa ya salamu, kuna saa ya maisha. Sasa wewe unataka kila mtu akusalimie. Babu, nikikutana na wewe saa ya chakula sina salamu. Nakimbia kutafuta chakula nisije kupata vidonda vya tumbo. Sasa nani asimame kama una? Lakini kuna saa nikikukuta kweli unakula matunda na mimi nasimama hapo kwa sababu kuna matunda, ili ninapokusalimia tumbo pia liko salama. Nisije nikaliponya kanisa wakati mimi ninakufa. Natakiwa wakati nakula niongee na wewe. Ndugu yangu, tafuta hela. Mwambie mwenzako tafuta hela. Usidanganywe na wahubiri uchwara waliokata tamaa. Mhubiri anakuombea wewe kwa maombi ujenge nyumba. Yeye mwenyewe anakuita umchangie mchango ajenge nyumba. Alafu wewe unasema nabii amenitamkia neno. Nabii ana neno la kutamkia lakini ana neno la kwake. Hakuna maombi yanayojenga nyumba. Tunaomba tunatafuta hela tujenge nyumba. Tunaomba tunatafuta hela tununue kiwanja. Tunaomba tunatafuta hela tununue magari. Hakuna maombi yanayoleta gari. Nabii angepata ya kwake kwanza. Hakuna, hiyo ni uongo, usijidanganye. Pambana na maombi, pambana na uchumi. Acha nihubiri leo nimalize kwa sababu inawezekana mwaka huu nisihubiri tena mpaka mwezi wa 9. Barikiwe sana. Jua ukipata nafasi usipotumia inawezekana upako ikakata. Sikiliza. Kuna nabii mmoja anaitwa Ezekiel kibibilia, aliwahi kunyoa nywele zake upande mmoja. Akatoa nywele upande mmoja akapaka majifu. Akatembea peko barabarani. Akiwa na waeleza taifa la Israeli juu ya kutubu. Ndio maana tuna siku ya majifu Ijumaa. Waliomuona Ezekiel walimuona kichaa.
alikuwa anatembea peku, kichwa upande mmoja imenyolewa, amepaka majifu. Lakini leo ukikutana na warasi Ijumaa wana majifu wapi? Waluteri wanashiriki baada ya Ijumaa tano wapi? Makanisa yote yanashiriki. Alianzisha nani? Mtu mmoja tu. Alijiamini akaanzisha ishara. Lakini kuna mwingine akaanzisha ishara ya magunia. Wake zenu wamevaa magunia safina. Nani alianzisha? Mtu mmoja tu. Wewe umeanzisha nini ambacho siku ukifa watu wataiendeleza? Mwambie basi mwenzako, mwambie unaiga za watu tu. Huna chochote cha kwako. Hakuna saluni ya walokole utakayoenda kusuka nywele bila hela, wala hakuna hospitali ya waombaji watakaotibiwa kwa maombi wakienda. Nenda hata ile ya kwenu ya Seliani LMC, sema nimetoka Kirani, mimi ni mchangiaji mzuri wa michango. Daktari ya kusikilizi kwa sababu wewe ni Mluteri, atakusikiliza kwa sababu pochi inasoma alama za nyakati. Nikienda nikameni mwinjilisti, hakuna uinjilisti utakayo kulipia ada, nitafia pale mapokezi. Labda umpigie Dr. Migiro umwambie baba ni fadhili. Hakuna mtu atakaye, nimetoka Lutheran, mimi ni rafiki yake na askofu. Hiyo kitu haipo. Tafuta hela. Vijana tafuteni hela. Wa baba tafuteni. Najua kwa nini mnadharauliwa na wake zenu, alafu mnalalamika mke wangu ananisharau. Usipotimiza majukumu ya kifamilia, hakuna heshima unayopewa kwa sababu umeoa. Hata kichaa angeweza kuoa tu. Utaheshimiwa kwa sababu mke anapata mahitaji yanayoletewa na mume wake. Hata kama ana hela, mwanamke anaguswa na heshima ya mume wake anapokuja na kitu kidogo nyumbani. Sio unaenda tunasema anayo hela ya kwake. Peleka ujinga kule. Hauheshimiwi kwa sababu umeoa. Utaheshimiwa kwa sababu umetimiza wajibu wa kuwa mume wa familia. Hayo kuwauliza watoto nawaambia, baba yenu yuko wapi? Anasema baba yuko, lakini ni kama hayupo tu. Usema basi mwenzako mwambie ni wewe nini? Watoto wanajua hufanyi chochote, umekaa kama gogo tu. Kuna wakati mwingine unakutana na wanawake ukisikia maombi wanayoomba. Hivi unafikiri kwa nini? Mimi si walaumu kweli. Unasikia mhubiri anasema, "Oh, wanawake mnakimbia huko na huko. Wana majeraha." Unaenda kwambia, "Tangu niolewe sijawahi kuvaa nguo ya mume wangu." Asiendeje kwenye maombi ya nabii akakanyage mafuta. Alafu unamwambia, "Oh, wameenda kufia huko." Mimi sikulaumu. Nachoweza kukuombea Mungu akufushi kwenye mapito unayopitia. Unakuta mwanaume mwingine hata nguo habadilishi. Unamuuliza shida, anakuambia, "Nimemuoa kichaa." Wakina mama na nyinyi na moyo wa shukrani hata kwa kile kidogo. Mwisho kumwambia uwe na moyo wa shukrani hata kwa kidogo. Mungu awabariki. Mpe mkono, mwambie timiza majukumu. Baba nakushukuru, asante kwa wema wako na uaminifu wako. Utukuzwe, uinuliwe milele, mfalme mwaminifu. Katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.